Karibu tena mtazamaji wa The Chanzo kwenye mfululizo wa mazungumzo ambayo tumekuwa tukiyafanya hapa na wadau mbalimbali. Na leo tutaenda kuzungumza na msanii, mwanaharakati, mwana mapinduzi, mwana vuguvugu, bwana ndugu Vitali Maembe, ambaye unaweza kawa unamfahamu au utakuwa unafahamu kazi zake, utakuwa umeshawahi kumuona hapa na pale. Na tutakuwa naye hapa kuzungumza sana kuhusiana na uamuzi wake aliyoutangaza wa kuondoka kwenye chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, lakini na kusema pia ameachana na siasa za vyama kama taarifa yake ilivyosema. Tutakuwa naye hapa kuzungumza naye kuhusiana na swala hilo, uamuzi huo, pamoja na mambo mengine yanayoendelea kwenye nchi yetu, kwenye uwanda wa kisiasa, harakati na mavuguvugu ya mabadiliko. Mimi ni wako wa kawaida, Khalifa Saidi, na kwa niaba ya mwenzangu aliye kwenye kamera, Shafi Hamis, tunakukaribisha sana. Bwana Vitali, karibu sana na The Chanzo. Asante sana, nashukuru sana. Hii ni mara ya pili mimi na wewe tunazungumza. Mara ya kwanza tulikuja Bagamoyo, maskani kwenu Bagamoyo, na tukazungumza. Kipindi kile ulikuwa umetoka tu kukamatwa na polisi kutokana na nadhani kujihusisha kwako na siasa, sijui kwenye mkutano wa hadhara labda kitu kama hicho. Na baada ya wimbo baada ya wimbo ule ndio kwa na sasa hivi tunakutana tena miezi kadhaa mbele. Ndiyo. Na kama nilivyosema kwenye utambulisho, mimi nilitaka tuzungumze sana kuhusiana na ule uamuzi wako wa Julai 20, 2025. Ndiyo. Wa kumwandikia katibu mkuu wa chama cha upinzani ACT Wazalendo ndugu Ado Shaibu na kumweleza azma yako ya kujiuzulu nyadhifa zote ulizokuwa nazo ndani ya chama, lakini hata na wanachama wenyewe wa ACT Wazalendo. Na mimi nilikuwa nataka nikuulize kwa nini uliamua kuchukua uamuzi ule? Niliamua kwa sababu ya kutanua wigo wangu wa shughuli zangu ambazo nimekuwa nikizifanya hasa za kijamii. Ukiondoa masuala ya kutafuta kipato, lakini huduma yangu katika jamii. Kwa hiyo nilitaka nitanue kwa mapana ambayo nafikiri yangeweza kuwa ni bora zaidi kuliko kwa wakati ule ambao nilikuwa nipo ndani ya chama. Kwa hiyo ndio maamuzi ya kwanza yalisukumwa na hilo, kwamba niliona kwamba kwa wakati huu kuna umuhimu wa kufanya kazi kwa mapana zaidi. Lakini nikaona haya mapana haya siwezi nikayapata endapo nitakuwa nipo kwenye chama chochote kile cha kisiasa. Kwa sababu katika nchi yetu wakati ule ufika ndio wakati ambao siasa ya kweli hasa inahitajika, na sio ya kufanywa na wanasiasa peke yao, lakini kila mtu katika jamii yetu ambaye ana uwezo wa kufanya jambo la kijamii kwa mapana apate fursa ya kuifanya kwa mapana ili kuweza kuinusuru nchi yetu. Katibu mkuu wa chama alikujibu? Ulijibiwa? Barua yangu haikuwahi kujibiwa. Hakuwahi kujibiwa. Lakini hiyo haikuacha wewe kufanya ulichokuwa umedhamiria, sio? Kwa hiyo maana yake sasa hivi huwezi kutambulishwa kama mwanachama wa ACT? Siwezi kutambulishwa na nisingependa kutambulishwa pia. Lakini pia kwa muda uliopita, sababu barua niliandika mwezi wa 7. Umeona? Kwa kulikuwa kuna muda wa kutosha. Kwa hiyo kama kungekuwa kuna nia ya kujibu au umuhimu wa kujibu, ningeweza kufikiria la kufanya. Lakini kwa muda ulivyopita, unajua ukiandika barua unasubiri majibu kwa muda mrefu, inakuwa wakati mwingine mawazo mengine yanakuja. Lakini pia silaumu kwa kutokujibiwa kwa wakati, kwa sababu
ile barua sio kwamba wao ndo wanaanza kuniandikia, wanajibu. Sasa kwenye kujibu pia kuna aina ya umakini na namna ya kujibu. Kwa hiyo labda pengine walikuwa wakisubiri utulivu. Lakini sasa kwa bahati mbaya na mimi nimesubiri pia. ACT ulijiunga lini? Nilijiunga mwaka 2020. 2020. Yeah. Nini kilikusukuma? Kwa sababu unajua najaribu kujiuliza kwamba inawezekana pia kwamba moja kati ya sababu za kuondoka kwenye chama ni kwa sababu ulikuwa na matarajio fulani, mategemeo fulani. Si ndio? I mean, kila binadamu anasukumwa na unapochukua jambo fulani unatengeneza expectations. Ndiyo. Halafu unakuja kuta kwamba zile expectations ulizokuwa nazo sivyo, au vile ulivyowaza wewe sivyo wanavyowaza kule ulikokwenda. Na pengine hiyo ni sababu pia kwamba ulichokitarajia sicho ambacho ulikikuta au ulikipata kwenye chama. Kilichonisukuma kuingia kwenye ACT Wazalendo, kwanza namna ambavyo nilialikwa. Kwa sababu mimi kwanza nilianza kwa kuitangazia jamii kwamba nimefanya shughuli za kisiasa nje ya vyama, nje ya mfumo wa vyama, na imeonekana kwamba haithaminiwi namna ile. Kwa hiyo kama kuna chama chochote ambacho kinaweza kunipa fursa ya kuingia na nikashirikiana na hicho chama tukasukuma gurudumu hili la kimaendeleo, ningefurahi. Na nikapata respondi kutoka kwenye vyama kadhaa. Lakini ACT Wazalendo ndio ambao walikuja hadharani. Yaani nyingine zilikuwa ni za inbox, lakini walikuja hadharani, bwana karibu. Nikatumiwa na katiba, nikaonyeshwa na nani, nikasoma katiba vizuri. Umeona, nikaiona ikanivutia kwa sababu kwanza walisema ni chama cha ilikuwa inaonyesha ni chama cha kijamaa. Umeona. Na mimi pia mfumo, yani kitu ni muumini wa ujamaa. Umeona, kwa hiyo moja ilinivutia. Lakini pia siasa ya kusema kwamba taifa la wote, maslahi kwa wote. Umeona. Taifa kwanza, leo na kesho. Unajua ni kauli ambayo inakuonyesha kabisa sasa hapa tunaingia kujenga taifa. Na nilivyoingia, kusema kweli sijakuta kitu cha tofauti na vile ambavyo nilivisoma. Lakini maisha yangu ndani ya chama yakanifanya niweze kugundua vitu vingine vingi sana ambavyo si vibaya, isipokuwa kwangu mimi kama mimi kwa namna fulani ilikuwa inanipa vitu vingine vya ziada, lakini kuna baadhi ya vitu inabidi niviachane navyo. Kama nini? Umeona. Kwa sababu unajua taarifa yako ulisema kabisa kwamba wanachama wanapaswa kuweka juhudi kuhakikisha vyama havigeuki uwanja wa maslahi binafsi, hila na tamaa za madaraka. Ulikutana na nini? Sasa hiyo sasa naizungumza kwa ujumla. Nimezungumza, ndio maana sikutoka ACT tu. Yaani nimetoka ACT na kwenye vyama vyote vya kisiasa. Kwa sababu nimeona jinsi hata vyama vingine vilivyokuwa wanachama wa vyama vingine walivyokuwa wakinichukulia mimi kabla sijaingia ACT na walivyokuwa wananichukulia baada ya kuingia ACT ni tofauti kabisa. Umeona. Lakini pia ACT Wazalendo, na shukuru kitu kimoja, walijua mimi ni mwanamuziki na hawakuwahi kunitumia mimi kama mwanamuziki wa chama. Yaani professional yangu waliacha vile vile, na ninawashukuru sana. Kwa hiyo sikuwa kama ni mtu wa kuimba yena sasa chama kimesema hivi tunaenda. Na kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo tulishauriana vizuri. Lakini inakuja siasa ya mazoea. Umeona. Kwamba sasa wewe ni mwanachama wa ACT Wazalendo, ule uhuru wako wa kukosoa jambo kwa kutumia kazi yako ya sanaa, umeona, unakuwa limited ndani ya chama. Hapo unamaanisha kwa ujumla? Kwa sababu mimi sasa kwa sababu unajua nataka nikurudishe pale uliposema kwamba ulipoingia ndani ulikutana na vitu ambavyo wewe umesema kwamba sio vibaya. Ndiyo. Lakini kwako wewe vilikupa maswali, vilikupa mashaka, na ndio maana nataka utuambie hapo ni vitu gani. Okay. Kwa mfano katika chama
nilipokuwa ndani ya ACT Wazalendo. Umeona? Kwa hiyo na mimi ni mtu ambaye ni mwanamuziki wa jamii. Kwa hiyo nipo ndani ya chama. Kwanza kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa na uhakika nacho, ni kwamba sasa siwezi kukamatwa hivi hivi, kwa sababu ndio faida ya kwanza. Kukamatwa tu kwa sababu tu umeimba jambo la kijamii ambalo limekwenda tofauti na maslahi ya watawala. Lakini wanakuwa nao wanajiuliza, kwa sababu unajua huyu hayuko peke yake, yupo kwenye chama fulani. Kwa hiyo na kweli hata nilipokamatwa ndani ya chama, kelele zilizokuwa zinatoka zilikuwa ni kubwa zaidi kuliko nilivyokuwa nikikamatwa nje ya chama. Kwa hiyo ni faida ya kwanza, umeona. Lakini hasara yake nyingine ni kwamba anaonekana amekamatwa mwanachama wa ACT Wazalendo na sio mtu wa jamii. Umeona, kwa hiyo jambo moja limekwenda tofauti. Alafu kuna kitu kingine ambacho umiliki, umeona, kwamba kuna watu ambao wanaonekana kwamba huyu ni wa kwetu. Umeona, alafu kuna ile kwamba yule ni wa kwao. Kwangu mimi, katika mazoea ya maisha yangu yote, nikiwa naimba, nafanya muziki, jamii naiona ni ya kwangu, na mimi na jamii naiona mimi ni wa kwao. Sasa kuonekana kwamba ili jambo amelisema mpinzani, ili jambo amelisema mtu wa chama fulani, umeona. Lakini kingine ambacho kilikuwa kikinisononesha zaidi, ambacho kwangu mimi kigumu, mimi nimeingia kule nikiwa na support siasa za upinzani. Lakini kugundua kwamba ndani ya siasa hizo za upinzani kuna wapinzani na wapinzani wanapinzana wenyewe. Na kitu ambacho mimi ni kusema wazi kilichokuwa kinaniuma, kuangalia comment katika mitandao. Kipindi ambacho Chadema mwenyekiti wao ni Mbowe. Umeona, alafu ACT yupo Zitto Kabwe, kiongozi wa chama. Wanachama wa hivyo vyama wanawashambulia viongozi wao, yani, na kusahau kwamba yule ni mpinzani mwenzangu. Yani badala ya kumshambulia, tunaweza tukapanga hoja ya pamoja, tukaweza kujua tunafanyaje, tunalipeleka mbele taifa, kuisimamia serikali. Kwa hiyo kilikuwa ni kikwazo kikubwa sana. Yani kikubwa zaidi kilichokuwa kinanitoa ni ile siasa ya uvyama. Yani mtu anaangalia zaidi chama chake. Umeona, mwanachama mwenzako hakosei, ila yule mtu mwingine wa chama kingine hapatii. Kwamba yani wewe unatakiwa usimame zaidi kwanza kwenye chama. Na mimi kwangu mimi binafsi niliona kwamba hii ni itikadi ambayo wapinzani wameiiga kutoka CCM. Kwa maana hiyo, kama tabia ile, ndio ile kauli yangu ninayosema, kama tabia ile itakuwa ikiendelea, hata kesho na kesho kutwa wapinzani wakichukua nchi, wananchi watalalamika hivyo, kwa sababu kutakuwa na upendeleo wa uvyama. Nafasi pengine za mikopo, tutaangalia Chadema mwenzangu, ACT wenzangu, kwa sababu tumeiga CCM wanatoa mikopo kwa CCM wenzao. Nafasi za ajira, mwanachama mwenzangu. Nafasi za kila kitu, upendeleo kwa mwanachama mwenzangu. Kwa hiyo ile kitu mimi ilikwaza sana, kwamba watu wanayafafanua mambo kutokana na uchama zaidi kuliko uhalisia. Na ndio niliona kwamba hichi ni kikwazo kikubwa sana, kwa sababu niliamini kwamba kwa upinzani jinsi ulivyo, kuna siku moja tunaweza tukaunganisha nguvu, tukawashawishi hata ambao si wapinzani wakaingia. Lakini pia tukawa ni chachu ya ukombozi wa Watanzania ambao wanapata shida. Lakini nikaangalia mahusiano ya vyama na vyama yanahitaji kufanywa marekebisho. Lakini sina maana ya kwamba siasa ya vyama ni mbaya. Ila kwangu mimi, bahati nzuri, nasema nina bahati ya kuwa naweza kushiriki kwenye siasa kwa namna nyingine pia, kama nilivyokuwa nikishiriki awali. Lakini kwa wenzangu wengine unakuta yeye ana namna moja tu. Kwa hiyo simshawishi atoke, kwa sababu siasa ni muhimu sana kuishiriki. Hudhani mtu mwingine anaweza kusema, ushawahi kusikia kitu anasema kwamba mabadiliko kutokea ndani? Ushawahi kusikia like changes from within? Kwa mfano, watu wanasema kwamba inabidi watu ambao wana akili, wana maarifa waingie kwenye serikali.
na kuona kwamba wanaweza wakafanya mabadiliko kutokea ndani. Watu wengine wanasema ingeni kwenye Chama cha Mapinduzi. Watu wenye akili mkiwepo kwenye chama mnaweza badilisha vitu, si ndio? Ushawahi kusikia hicho? Na hudhani kwamba pengine hiyo ingetokea pia kwako kama mtu ambaye unawaza tofauti, unafikiri tofauti na upo ndani ya chama cha siasa, pengine ulipaswa uchukue jitihada na juhudi na kuendesha vuguvugu la kubadilisha hivyo vyama kutokea ndani, kupelekea hayo mageuzi unayoyataka kuyaona ukiwa ndani ya chama? Naamini kwenye hilo kwa sababu pia kuwepo ndani ya ACT Wazalendo mimi mwenyewe pia kuna namna fulani nimebadilika. Umeona? Lakini naamini pia kuna baadhi ya watu nimeweza kuwabadilisha. Lakini chama kama ACT Wazalendo mimi nakifahamu kwa katiba yake. Nakifahamu kwa kumfahamu mwanachama mmoja mmoja ambao nimebahatika kuwa nao karibu. Na wafahamu viongozi wake. Umeona? Lakini sasa hii ni taasisi ambayo ni kubwa. Kuna aina ya mabadiliko ambayo yanahitaji wakati na yanahitaji pia nafasi, lakini yanahitaji pia heshima fulani. Kuna wakati unaweza ukafikiri naweza nikafanya mabadiliko ukajikuta unaharibu. Sasa kuiharibu taasisi kubwa kama ile ambayo ni muhimu kwenye jamii inabidi itakuwa ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo mimi nimejaribu kuweka umakini ili kama kuna uwezo wa kutengeneza nitengeneze, lakini nisiharibu. Kwa hiyo kuna mawazo fulani siwezi nikayazungumza hadharani. Si unazungumza ndani ya chama kwa sababu Vitali wewe hukuwa tu mwanachama wa kawaida. Si ndio? Kwanza hiyo platform yako ni kubwa. Ni mtu ambaye unajulikana nchi nzima na pengine hata nchi za nje. Wewe pia ulikuwa kiongozi ndani ya chama. Ulikuwa mwenyekiti wa jimbo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna mabadiliko yangeanza kuonekana kwenye jimbo ambalo wewe pengine unaongoza. Na pengine uongozi wako wa jimbo ungekupelekea pengine uchaguliwe kuwa mwenyekiti au kiongozi wa mkoa, mpaka pengine ukaje ukawa pengine mwenyekiti au kiongozi wa chama. Maana yake ni kwamba kulikuwa kuna nafasi ya wewe kufanya kitu ndani ya chama na kuona kwamba haya mabadiliko unayotaka yatokee kwenye chama cha ACT, lakini pia kwenye vyama vya upinzani Tanzania. Pengine wewe ndio ungekuwa chachu. Lakini kwa kuondoka si kama vile wanasema umekimbia mapambano. Hapana. Bwana ngoja niseme kwamba pia kuna mabadiliko ambayo nimeweza kuyafanya. Kwanza sikuingia kama kiongozi. Nimeingia kama mwanachama wa kawaida. Na bahati nzuri nikaja katika wakati wanatafuta wagombea. Umeona? Chama kinafikiri kuhusu wagombea, nikapata mimi fursa pia ya kuweza kugombea ubunge mwaka 2020. Kwa hiyo ikanipa fursa pia ya kufahamu siasa ya vyama ilivyo, lakini kufahamu mfumo wa kiuchaguzi unakwendaje katika nchi yetu, lakini pia kuwafahamu wananchi na pia kulifahamu jimbo la Bagamoyo. Lakini kwa namna ambavyo niliweza kulima ndani yake ikanipa nafasi pia baada ya hapo watu wa Bagamoyo, wanachama wa ACT Wazalendo wakanichagua kama mwenyekiti wao. Na kilichofanya wanichague ni kwamba pale chama ambapo mimi nilikikuta na nilikuwa na nguvu na hari. Kwa hiyo tulikifikisha chama sehemu zote Bagamoyo. Na tulikuwa tuna ushawishi mkubwa na tuliweza kuwafanya watu wengine wakahamia kwenye chama chetu. Kwa hiyo ni moja ya kuwavuta watu kwenye chama. Si ndio hivyo? Yani sasa mtu anajiuliza yani kama uliweza kufanikisha hayo, si manake ulikuwa na uwezekano pia wa kufanikisha mengine ambayo ungetaka au unatamani yatokee ndani ya chama, lakini wewe ukakimbia? Sikukimbia kwa sababu wanasema umeondoka umeacha wanachama, umeacha uongozi wa chama, na ukasema kabisa kwamba wewe hutaki kusikia siasa za vyama. Na mimi najaribu kuwaza tu kwamba mtu si anaweza kuwa sahihi akisema kwamba Vitali umekimbia mapambano.
Mapambano sijakimbia kwa sababu ukiangalia barua yangu hapo mbele inaonyesha jukumu nililojibebesha katika hilo. Baada ya hilo jukumu ambalo mimi nimejibebesha, maana yake bado naendelea. Au kuna vitu pengine huko tayari kuvizungumza hapa ambavyo vilikukera ndani ya chama? Kuna vitu ambavyo naweza nikavizungumza, lakini kuna vitu kwa sababu lazima kuwe kuna mimi sababu ambayo naweza nikaielewa ya wewe kuondoka ni kwamba pengine kulikuwa hakuna nafasi. Yaani kwa mtazamo wako kwamba kuseme mimi kwamba bwana mimi wakati nipo ndani ya chama sikuwa naona kama kuna nafasi kwa ajili yangu mimi kuweza kuinfluence mambo kwa namna yoyote ile, au pengine kulikuwa na vitu ambavyo pengine sasa wewe ndio useme kwamba kitu ambacho kilikuwa katika chama ambacho naweza kusema kuna vitu ambavyo nitavisema na vingine siwezi kuvisema kwa sababu nimeshapoteza sifa ya kuwa mwanachama wa ACT Wazalendo kwa kauli yangu mwenyewe. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu nikivisema nitakuwa na kikosea chama. Unaona, na nitakuwa na kwenda kinyume na heshima ya utu na vyama vyetu. Kwa hiyo kwanza nirudie tena kwamba vyama vya siasa sio kitu kibaya, ili tusiende tukawafanya watu wakafikiri kwamba vyama ni vitu vibaya. Kwa mfumo wa nchi yetu ulivyo, hauwezi kuwa mwakilishi wa chama katika jamii bila kutafuta hiyo nafasi. Yani huwezi kuwa kiongozi bila kuwa kuteuliwa na chama cha siasa, na ndo katiba yetu inavyozungumza. Kwa hiyo kwenda kinyume na hiyo maana yake unakwenda kinyume na katiba, na tutakiwi tufike huko. Lakini kitu ambacho kimenifanya mimi hasa nione kwamba natakiwa niwe pembeni. Kwanza mimi nilikuwa ni kiongozi mkubwa, nazungumza hivyo. Hata kama mwenyekiti wa jimbo kama kuna mtu mwingine anaweza akafikiri, lakini kwangu mimi niliona ni nafasi kubwa sana. Ni nafasi kubwa na jukumu kubwa sana kuwa kiongozi wa jimbo, mwenyekiti wa jimbo. Umeona? Kwa hiyo ina maana wale watu wengine wananiangalia mimi jimbo zima. Na jimbo la Bagamoyo unalijua jinsi lilivyo. Unajua Vitali, lazima nikukatishe. Yaani nini kilikusukuma uondoke ACT? Ndio hicho ninachokizungumza. Kwanza niliona kabisa kwamba jinsi ambavyo mimi natumia juhudi ya kutaka kufanya yale ambayo nafikiri yanaweza yakanufaisha watu na wanachama katika jimbo langu, sikuweza kupata uwanda ule hasa kwenye mawasiliano. Kwa mfano kama kitu gani? Kwa mfano, yani kwa mfano wewe kama kiongozi wa chama ngazi ya jimbo, ulitaka kufanya nini ukapata kikwazo kutoka kwenye uongozi? Yani kwa mfano mimi akinifuata mtu wa kutoka kwenye kata, akinifuata mtu kutoka kwenye mtaa akaniuliza swali, umeona, mimi nikishindwa kulijibu lile swali nilikuwa najisikia vibaya sana. Swali gani kwa mfano? Umeona? Kwa mfano jambo fulani sisi kama wanachama au sisi kama viongozi. Jambo gani? Ni siri. Yani ni katika mazingira gani uliwahi kuwa hivyo kukabiliwa na mwanachama wa chama chako cha ACT akakuuliza swali? Yani mimi kama lakini wewe ukashindwa kumpa jibu. Yani kwa mfano mfano halisi ni kwamba mimi ninakuwa nawasiliana na viongozi kutoka kwenye kata. Wananiuliza jambo la kitaifa. Jambo gani? Yani kwa mfano labda tunasema ni jambo ambalo lilikuwa karibu ambalo unaweza kuulizwa ni jambo gani kiongozi alikuja kukuuliza ukashindwa kumpa jibu? Mambo ya kiuongozi ambayo siwezi labda niyazungumza, siwezi kuyazungumza. Jambo gani? Si siri, si ndio? Yani linamhusisha kiongozi wa chama aliyepita Zito? Hapana. Linamhusisha nini? Yani linahusisha uongozi. Si siri, si ndio? Katika barua yangu jinsi ambavyo nilivyoandika. Sasa nataka hiyo sikuiweka hadharani barua niliyoandika kwa katibu. Ila kwa katibu kule kuna kipengele niliandika mawasiliano. Kivipi? Kwamba mimi ninapata mawasiliano kutoka kule chini. Nikileta kwangu mimi jibu ili siweze kulipata moja kwa moja, mimi niwasiliane na wenzangu wa juu. Ndio kama lipi? Nikiwasiliana na wenzangu wa juu kule unaambiwa subiri, ngoja tutakwambia. Swali gani kwa mfano? Sasa nikasema hapo kwani chama ni mali ya mtu? Hapana. Chama si mali ya mtu, si ndio? Hawa si ndio wanataka kuongoza nchi? Sasa swali gani ambalo wanachama wanakuja wanakuuliza
unalipeleka uongozi wa juu wa chama na hupati majibu, ni swali gani? Nadhani mtazamaji yoyote anaweza akawa na maslahi makubwa sana kutaka kujua hili jambo, si ndio? Anaweza akataka kujua, lakini ndio maana nikasema kuna yani labda nilizungumze kwamba kuna kulegalega namna fulani kwenye masuala ya mawasiliano. Hapana. Swali nataka hapana. Nataka swali ambalo wewe wanachama wako wanakupa. Ndio. Huna majibu, unalipeleka juu na hujibiwi. Ndio nataka hilo swali. Wewe unataka hilo swali hilo ndani. Sasa inawezekana kwa kipindi hiki ambapo watu wapo kwenye michakato ya kiuchaguzi likatumika vibaya jibu lake. Mimi nataka swali, sio lazima jibu. Swali ambalo wananchi walikuja kwako wewe kama kiongozi wa chama ngazi ya jimbo. Wanakuletea maswali. Wewe umesema huna majibu nayo. Unayapeleka kwenye uongozi wa juu wa chama. Lakini chama hakitaki kukujibu. Au kinachelewa. Swali ni lipi? Yaani lini au wakati gani mwanachama alikuja kwako akakwambia bwana kiongozi kuna jambo hili jambo limekaaje? Na wewe ukashindwa kulijibu, ukawauliza wakubwa wa chama wakashindwa kukujibu. Swali gani kwa mfano? Linahusu nini? Swala kwa mfano masuala ya kiuchumi. Unanipanga. Masuala ya kiuchumi nakuelezea kwenye sokoni. Sasa swali la uchumi ndugu yangu viongozi wa chama watashindwa kujibu kweli? Masuala ya kiuchumi sisi hajakuwa wazi kabisa. Swali Vitali, unakumbuka swali gani wananchi walikuja? Kwa sababu kama una haki ya kusema kwamba sitaki kujibu hilo swali, tuendelee na swali jingine. Na ndio maana nikasema kuna masuala mengine ambayo mimi nikiajibu sema siwezi kujibu hilo swali. Ukiniambia mimi Halifa sitaki kujibu hilo swali, nitaendelea na maswali mengine. Okay, kuna masuala mengine ambayo mimi ningalikuwa bado sijatoka kwenye wanachama. Hapana, sitaki. Unasema bwana niambie Halifa siwezi kujibu hilo swali. Mimi nitaendelea na maswali mengine. Sasa wewe Halifa unaniambia mimi jibu la kujibu kwamba niseme siwezi wakati hilo swala nina uwezo wa kulijibu, lakini nitakapolijibu litakuwa linatengeneza kitu kingine kwa sababu kitu gani? Hivi si ni vyama vya wananchi? Lakini sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo ni sio vitu vya kuviweka wazi kama nini? Yaani si jamani mambo haya si ni ukweli na uwazi. Kwa sababu hata mimi nimesubirishwa. Bwana. Sawa, basi mwananchi atakuwa ameshapata kwa sababu mimi ukinisubirisha mimi natakiwa niwajibu watu wa chini. Ukinisubirisha maana watu wa chini hawaji. Yaani wewe sikiliza bwana, unajua wewe wananchi wanakuja. Ndio. Wanakuuliza swali. Sawa. Swali jibu lake huna. Unalipeleka juu. Ndio. Na juu hawakupe majibu na hutaki kutuambia hilo swali. Ndio maana kwa sababu kama wale wakisema bwana hili swala hatuliwezi, sawa. Lakini swala la kusubirishwa. Sio swali gani? Tutalirejea. Unaweza kukuta huko mbele kuna jibu linakuja jibu lake. Sasa mimi nilikuwa nataka nikuulize, wewe pale mwanzo umegusia. Kwa sababu hata hii taarifa yako ya kujiuzulu wanachama na uongozi ndani ya chama ulifafanua mwanzo pale kabisa kama sio ACT tu. Ndio. Ni vyama vyote, siasa zote za vyama. Ndiyo. Na hapa umegusia kwamba kulingana na taratibu zetu hapa Tanzania kwa sasa hivi. Ndio. Ukitaka kuwa kiongozi wa umma lazima uteuliwe na chama cha siasa. Na utakubaliana na mimi kwamba wakati waandishi wa habari wanaweza kuchangia mabadiliko, wasanii wanaweza kuchangia mabadiliko, madancers wanaweza wakachangia mabadiliko, lakini hatuwezi kukataa ukweli kwamba mabadiliko yenyewe yanafanyika katika uwanda wa siasa. Naam. Kwa sababu lazima uwe mwenyekiti wa serikali, lazima uwe mjumbe, lazima uwe diwani, lazima uwe, kwa sababu huko ndiko sera zinapitishwa, huko ndiko sheria zinapitishwa. Na kama huko maanake watu wengine watakufanyia maamuzi. Si ndio? Huoni kwamba hatua yako ya kuzikacha
siasa za vyama. Ni kama vile umetoa idhini ya watu wengine kwenda kufanya maamuzi kwa niaba yako. Hapana, kwa sababu nikikwambia namna nilivyoingia mara kwanza, unaona, ambayo ni miaka 5 tu iliyopita. Umeona, nilikuwa tayari nina uwezo wa kufanya ushawishi. Umeona, Ushawishi lakini ni tofauti na kufanya. Yaani unajua nyinyi mnaweza mkawa watu 1000. Ndio. Mmebeba mabango. Sawa. Mnakwenda pale, mnajua pale kuna kikao cha nini? Cha kijiji. Ndio. Kuna watu 10 mule ndani. Nyinyi mko watu 1000. Mtaandamana, mtafanya nini? Maamuzi yatafanywa na wale waliopo 10. Mnaweza mkashawishi ndio, lakini vile vile ushawishi wenu unaweza ukadharauliwa, ukapuuzwa na watu na hiyo inatokea kila siku hapa nchini kwetu. Kwamba watu tunapiga kelele, tunasema hili jambo si zuri, hili jambo haliko hivi. Sheria kwa mfano, watu wanaenda mpaka bungeni. Kuna mashirika hapa yanakodi mpaka ndege kwa dharura kwa ajili ya kwenda kukutana na wabunge, wanaambia bwana, hii sheria si nzuri. Hiki kifungu cha sheria si kizuri, kitaumiza watu, na bado sheria inapita kama ilivyo. Kwa hiyo kushawishi ni kitu kimoja, lakini na kuwepo pale kwenye sio utekelezaji, kuwepo kwenye ule uwanda wa kufanya maamuzi ni kitu muhimu sana. Na wewe umeonekana ni kama vile umeipa mgongo hiyo, umesema mimi bwana, watanifanyia maamuzi watu wengine, hamna shida. Hapana. Na uhakika kwa nguvu nilokuwa nayo, kwa sababu kwa mara ya kwanza kama nilivyokuja, unajua kiongozi wa serikali anavyoagiza huyu akamatwe kwa hii kauli, yani maana yake tayari wewe kuna kitu fulani umemgusa. Kwa huu wimbo huyu mtu akamatwe, au juu kwa maana fulani umemgusa huyu mtu. Umeona bwana. Kwa hiyo nina hakika kabisa nitakapokuwa nikifanya siasa hizo za nje ya vyama, lakini kwa kutumia uelewa ambao nimeupata kutoka ndani, nina uwezo wa kuwashawishi wengi waweze kuweza kufanya mabadiliko. Sawa. Kwenye taarifa yako hii pia umesema kwamba hutashiriki kwa namna yoyote ile kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 2025, na umesema kabisa kwamba uamuzi huu unatokana na ukweli kwamba uchaguzi huu hauna dalili za kuwa huru na wa haki. Mtu anaweza akasema kwamba hii inafanana na slogan ya Chadema ya no reform no election. Unaunga mkono hii slogan ya Chadema ya no reform no election? Sasa no reform no election ni kauli, lakini maana, zipo kauli nyingi sana ambazo zina maana hiyo. Lakini na pia kusema kwamba hii no reform no election ni slogan ya Chadema, lakini maana yake si ya Chadema peke yake. Ni maana ya watu wengi. Sasa mimi niweke kwenye maana. Unaweza kanitoa kwenye slogan na kuniweka kwenye maana. Mimi nilipokuwa natoa albamu yangu ya ukarabati, umeona, nikafanya tour ya ukarabati, nilikuwa na maanisha hicho kitu, no reform no election. Ndio. Lakini ilikuwa inaitwa ukarabati. Ndio. Sawa. Lakini pia sikusema hii ni ya kwangu. Kwa sababu kitu ambacho sisi tunakwama sehemu kubwa ni kubinafsisha harakati. Unapobinafsisha harakati unafanya mtu mwingine pia aone kwamba ni harakati ya Maembe peke yake. Kwa hiyo ni kwamba ninachokizungumza mimi hapo ndicho amechokizungumza Chadema. Ndicho walichokizungumza ACT Wazalendo Operation Linda Kura. Unakumbuka? Linda Demokrasia. Sasa hivi imebadilika, inazungumzwa operation nyingine. Lakini ile operation Linda Demokrasia ilikuwa ina maana hiyo hiyo ya no reform no election. Lakini ilikuwa na maana hiyo ya ukarabati. Kwa maana hiyo, kwangu mimi, kwa akili zangu timamu na kwa uzoefu wa kutazama, na kwa bahati nzuri pia uwepo wa kwenye siasa za vyama umenifanya niweze kuona vitu pia ndani yake, ni kwamba dalili za kwamba uchaguzi huu hautakuwa huru na wa haki. Lini Tanzania uchaguzi uliwahi kuwa huru na haki? Sasa tunazungumzia sasa hivi. Si ndio? Ya sasa
Si ndio? Ukisema kwamba uchaguzi huu hauna dalili ya kuwa na uhuru na haki, maana yake ni kwamba unamaanisha wa 2020 ulikuwa uhuru na haki. Hapana. 2015 ulikuwa uhuru na haki. Kwa Sijauzungumzia. hiyo hakujawahi kuwa na uchaguzi kwa kuwa ambao ni huru na haki. Hakujawahi kuwa uchaguzi ambao upo huru na wa haki, lakini mimi huu nimeuona kwa karibu zaidi. Kwa ni sababu gani? Kwa sababu nini kina stand out kwenye uchaguzi wa 2025 kwa mtazamo wako wewe? Ambacho kina cha kipekee. Cha kipekee, unajua kwanza kuna swala la tume huru ya uchaguzi. Mimi nafanya kazi kwenye jamii. Kwamba sasa hivi tuna tume huru ya uchaguzi. Yaani sasa hivi tumeambiwa kwamba ni tume huru ya uchaguzi, lakini si tume huru ya uchaguzi. Kwa namna ya upatikanaji wake. Na namna ambavyo mambo yamewekwa. Kwa hiyo mtu anapotengeneza cover fulani unaona kabisa nia iliyokuwepo ni sio nia thabiti, ni nia ovu fulani. Kwa hiyo moja kwa moja unapata jibu kwamba kuna namna inataka kutengenezwa. Umeona? Lakini pia kwa nini nasema uchaguzi huu utakuwa, nimeona kwamba kuna dalili ya kutokuwa huru na wa haki. Sisi tulikuwa na matumaini sana na uchaguzi wa mwaka huu. Hasa ile mwaka wa kwanza wa 2021 2022. Rais Samia Suluhu Hassan. Kasema sasa kutakuwa na uchaguzi na watu walikuwa na matumaini. Mimi nilikuwa na matumaini. Unaona, lakini kwa kadri siku zilivyokuwa zinakwenda naona kabisa kwamba hapo mbele panaweza pakawa ni pazito zaidi. Na ndio maana msukumo wangu kasema sasa hapa kuna kitu kimoja ambacho tunakwenda. Unajua tukienda zaidi kwenye sheria. Umeona? Kuna watu hawaguswi sana na sheria kwa sababu sheria kwa nchi yetu sasa hivi zinapindishwa sana. Inaweza ikapindishwa hata kwa kauli tu. Unaona? Aachiwe huru au afungwe. Lakini watu wanatakiwa waguswe meoni. Ndio maana nikasema sasa ni wakati wa mimi kwenda deep kwenye kazi ya muziki ili kuweza kuwagusa watu moja kwa moja, sasa wapate ile hisia ya jambo kuliko. Wewe umesema hautashiriki kwa namna yoyote kwenye uchaguzi. Hilo si neno ambalo Chadema wao wamelitumia. Kwa sababu mimi nishazungumza na viongozi wengi wa Chadema hapa. Kila ukiwauliza wanasema no reform no election, haimaanishi kususia. Umenielewa? Lakini wewe hii inamaanisha kususia. Na mimi nataka kukuuliza, unadhani kususa ni mkakati mzuri wa kuleta mabadiliko? Kwangu mimi Mswahili ukiniambia neno kususa tafsiri tofauti. Lakini ndilo neno ambalo linalotumika endapo mtu anaamua kuacha kufanya kitu ambacho kinazaniwa kwamba ni haki yake au ni cha kwake kukichukua. Lakini ameamua kususa. Umeona? Lakini kususa mimi pia ni aina ya mgomo pia. Unajua mtu anaposusa kufanya jambo. Umeona? Amesusia kula, amesusia kufanya, ni aina fulani ya mgomo. Umeona? Lakini mimi nisingependa sana kulizungumza kama neno kususa. Umeona? Kwa sababu kushiriki kwa namna yoyote mimi sikumaanisha kwamba sitauzungumzia uchaguzi. Umeona? Kwa utauzungumziaje? Kwa sababu nimesema utaenda kutumia muziki na nilikuwa nawaza kwa unaenda kuwapelekea wananchi ujumbe gani? Yaani muziki wako utakuwa unatuma ujumbe gani? Wananchi kwa sasa hivi mimi ni watu. Mara kwanza wananchi walikuwa ndio watu wangu wa kwanza. Lakini wananchi wa Tanzania wamekata tamaa. Mimi wananchi sasa hivi na sindano na dozi kwa ajili ya viongozi, watu wenye mamlaka. Ili waijue thamani ya wananchi. Lakini wananchi wafanye nini? Wananchi sasa, wewe unadhani wananchi, kwa mfano wewe ni msanii, una mashabiki, una wananchi wafanyeje? Wana uchaguzi Oktoba 29. Waende wakapige kura, washiriki, wasishiriki. Wito wako wewe ni upi? Okay. Kwa wananchi sasa, wananchi wana dozi yao, na wananchi kwa sasa hivi nisingependa sana wafikiri kuhusu ushabiki wa muziki. Wasishabikie. Ushabiki wa muziki vipi bwana? Tunazungumza uchaguzi. Mimi muziki wangu sio muziki wa nani, yani mimi nikisema yani wewe si ndio msanii, yani ndio mimi msanii sasa. Muziki wako unaenda kuambia nini wananchi? Muziki wangu mimi kwa sababu wewe ulichosema ni kwamba unaachana na siasa za vyama. Ndio.
lakini haukachi mapambano. Mapambano sikati. Ukachi mapambano, na maana yake mapambano haluta continue. Lakini sasa ndio unaenda kuambia nini wananchi? Wananchi kitu ambacho ninakwenda kuwaambia sasa, kwa sababu tayari mimi nina package ya wananchi. Na album ambayo inaitwa Plus 255 in Tanzania tayari. Lakini mimi nimewaambia nini wananchi? Kwanza nimeweza kuweka tungo zinazomfanya mwananchi ajifahamu. Aone yeye yupo kwenye nafasi gani na watu wanamchukulia vipi. Sawa. Ili yeye sasa mwenyewe sasa aamue kama nitakwenda kupiga kura au sitapiga. Lakini nataka kumuonyesha picha ambayo yeye jinsi yalivyo, yani ajione. Sawa. Naam. Sasa bwana Vitali, wasanii wenzako wengi sana sasa hivi ndio wapo kwenye kampeni za kumnadi mgombea wa urais wa CCM Samia Suluhu Hassan. Wengi sana wapo kule, sio wote, wengi. Ndio. Kwa nini wewe huonekani kule? Ya kwanza kutokuonekana kwangu ni kwa sababu yangu mimi pia, ya kwanza misimamo yangu. Lakini pia wale wenyewe ambao wanawaalika wale watu kule. Sio kazi rahisi sana mtu ananiona mimi nikiwa na mizuka yangu jukwani, alafu nikashuka pale akaja akanifuata, anishauri jambo kulifanya pasipo kuipa nafasi akili yangu. Kuupa nafasi roho yangu. Kwa sababu kilichofanyika pale, siwezi kumkosoa mwanamuziki. Kwa sababu muziki kama muziki au sanaa kama sanaa ina kazi nyingi. Hiyo pia nayo ni kazi yake. Lakini dharau ndo mimi siipendi. Kwamba wewe unaniona kwamba mimi unaweza ukanichukua tu ukanipeleka pale ukaniambia fanya hivi. Hawajaja kukuomba? Nimepata mawasiliano. Umeona, lakini sikuwahi kuonyesha ushirikiano. Walikuja watu kukuambia kwamba ushiriki kampeni za kumpigia Rais Samia? Niwahi kupata pia, kuna kipindi waliitwa wasanii wengi tukutane Dodoma. Ile message niliwahi kuipata. Sikuwahi kuijibu. Lakini pia kwa watu kwa nini yani? Kwa nini huoni kama unaweza kushiriki kwenye hizo mambo? Kwa sababu mimi unaponiona kama umenidharau, unajua Waswahili wanasema mpanda ngazi na mshuka ngazi hawashikani mikono. Unaona, au wanasema wengine wanasema amka twende ni watu waaga nao. Sasa wewe ghafla tu kwamba kuna mkutano na mimi na message inaingia na ni ya kwangu. Sio ile za kugawa kwa watu wengi, yani ya kwangu. Bwana Vitali nini tunakukaribisha. Lakini sasa huja niuliza tumeagana lini tufanye. Sasa mimi naona kama ni kama umedharau ile kazi yangu kwa sababu ni nani. Alafu pia kuna kitu kingine, mtu anakuja na ushawishi ambao anafikiri kwamba wewe ndio ushawishi wako yani. Yani mtu anakuja moja kwa moja na kwamba anajua akitaja pesa wewe utakwenda moja kwa moja. Mimi lakini kwangu mimi naona kama nimedharauliwa yani. Yani hajaniangalia mimi nimenani, na mimi sijaanza shughuli leo yani. Kwamba sijaibuka leo kwenye yani, maana yake nimeisotea. Sasa leo hii mtu tu anaweza akakurupuka tu akaniambia kafikiri kwamba mimi shida yangu ni pesa tu. Mimi shida yangu pia amani ya moyo. Lakini pia shida yangu ni kuona haya nilikuwa nikiyaimba miaka 15 20 iliyopita, je, yana manufaa? Lakini leo nije kuyauza bila. Kwa hiyo mtu angekuja kwa adabu na kusema. Sababu tunapozungumza tunasema sasa nakuja leo kukupigia debe bwana Halifa. Lakini wewe jamii umeikusudia kitu gani? Yaani nijue wewe lengo lako kwenye jamii na mimi unishawishi basi. Lakini mtu hataki kunishawishi kwa hoja yake, anataka kunishawishi kwa pesa. Je, kama nakwenda kuwauza wazazi wangu au naenda kuiuza jamii yangu, kesho nitalaumiwa mimi. Sababu utakaa miaka 5 utaondoka, mimi nipo pale. Sawa sawa. Naam. Sikia, unadhani watu wanaofanya sanaa za aina yako, watu kama wewe, kwa sababu unajua nitaka niseme sanaa huru au muziki huru, lakini nadhani pengine hilo linaweza kuwa si neno sahihi labda. Lakini wewe unajua muziki ambao unafanya, sanaa ambao unafanya, na kama nilivyotangulia kukuuliza hapo swali, hatukuoni kwenye kampeni za Rais Samia ambazo wasanii wengi wenzako, sijui kama una consider kama wenzako, lakini wapo kule. Unaweza ukatuambia ni ugumu gani watu wanaofanya aina ya sanaa unayofanya wanapitia Tanzania? Sanaa ambayo inahimiza uwajibikaji wa umma, inapigania haki,
inasimama upande wa wananchi, inakemea maovu, inawasema viongozi wanapofanya vibaya. Ni magumu gani unapitia ya wasanii kama nyinyi? Kwanza kama unakwenda una ushauri mfumo au unashauri au unakemea hadharani, pia kuna vitu utakosa ushirikiano kwenye mambo mengi ya kutoka kwa nani? Kutoka kwa serikali. Kutoka kwa serikali, kutoka kwa uongozi wa mazingira unaishi, lakini pia hata kwa ndugu na jamaa zako ambao wameshapandikizwa uoga, pia unakosa ushirikiano. Kuna mtu ana harusi yake na anaona kabisa akiimba Bwana Maembe hapa itakuwa vizuri, lakini tukimwita Maembe afu tumwite na mwenyekiti, huyu Maembe tumwache, tayari umeshakosa kazi. Sababu mimi pia ni sehemu yangu ya kazi, ni sehemu ya kutafutia uchumi, lakini pia ni sehemu ya ukombozi, kujikomboa mimi kiuchumi, lakini pia kuwakomboa wengine kifikra, na pia si kuwakomboa tu kifikra, lakini kuwafanya wao wajikomboe. Umeona, yani kuchagiza ukombozi wao wenyewe, wasimame wenyewe na kujikomboa. Sasa lakini unapokuwa wewe haupo katika kuunga mkono masuala yani kundi fulani lenye mamlaka, unaonekana kwamba wewe sasa wewe unapinga. Na ukionekana unapinga, nao wanakupinga. Kwa mfano, kitu ambacho ni ukweli halisi, mimi sijawahi kupata kazi ya serikali. Yani kwa mfano kama hivi kuperform kwenye kutumbuiza kwenye shughuli zao na nini, au hata kwenye kampeni ya kijamii. Nyimbo zangu zipo, watachukua tu wimbo wangu wasomea teja, leo kuna siku ya madawa kulevya, watauimba, wataupiga, watautumia na wasinipe chochote. Ila wengine walioimba kuhusu madawa kulevya wanaitwa na wataperform na lakini wimbo utakaosikika sana ni wa kwangu. Kwa hiyo wao watatumia kazi yako, lakini wewe hautapata riziki ile. Na muda kama miaka 5 au mingapi iliyopita, niligundua kwamba wao nia yao kubwa ni kuhakikisha huyu mtu yani amepata stress za kiuchumi, na wamejitahidi. Kwa hiyo mimi nipo kwenye mapambano ya kujikomboa kwanza kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba kazi niliyoifanya naimaliza. Kazi niliyoanza naimaliza, kwa sababu kama mtu anaamua kuzuia njia zako zote za kiuchumi, yani maana yake anataka wewe uende kumpigie magoti. Kwa hiyo nawajua kwa kuwafahamu fulani anafanya hivi kuhakikisha huyu mtu amekoma, kwa sababu kuna madalali wanakuja. Anakuja tu baada muda fulani, bwana wewe kwani usiingie huku hivi, bwana wewe kwani usifanye hivi namna hii, ili mambo yako yaende vizuri, utakufa na njaa. Anakupa mfano wa watu. Umeona. Kwa hiyo lakini baadaye ukija kuangalia yeye ndo amezuia kazi fulani. Unapigiwa leo simu kuna kazi. Unajitahidi, unajiandaa, bwana mimi najua mwezi ujao nina kazi. Lakini baadaye unakuja bwana ile kitu bwana imeshindikana, imeahirishwa, lakini ukuta inafanyika. Bwana mbona imefanyika? Bwana kazi zetu hizi tulikuwa tunaona bwana kuna mtu kaja akatuambia hivi na hivi na hivi, kwa hiyo bwana tukaona tusiharibu kazi yetu. Kwa hiyo hiyo ndo hasara unakuja kupata. Tumewekewa vikwazo vya kiuchumi, mimi nimewekewa hiyo. Hiyo serikali ikatae sikatae imeamua kuniua na njaa. Lakini sijakufa mpaka leo, kwa sababu kazi ninayoifanya mimi nafanya kazi ya kijamii. Kwa hiyo kama yenyewe inazuia, lakini kuna baadhi ya watu wanakuja na sababu na Maembe umekula, shika hii shilingi 2-3, kwa sababu wanaona umuhimu wa ile kazi. Lakini pia tunawaokoa vijana wao pia, kwa sababu mimi pia nafundisha kutoka kwenye uhalifu kwenda sehemu nyingine. Wazazi wana shukrani, wanasema kama sio wewe mwanangu asingevuka hapa. Umeona, lakini ni kwamba Mungu ndo amefanya hivyo, lakini pia mimi nime play part yangu. Kwa hiyo kwa namna fulani ni kwamba kikwazo cha kwanza ni hicho. Kikwazo cha pili ni cha usalama. Umeona, unakuwa upo salama. Mara nyingi sana unaishi kwa kukwepa tu hivi. Umeona. Kwa hiyo ndio imekuwa maisha yangu kwa kukwepa. Hilo pia serikali nao liangalie, ikiwezekana liache. Kwa sababu mtu ambaye wanamuinda ni mtu ambaye hana nia mbaya na taifa. Umeona, na sio kwamba hawajui. Wanajua kwamba ningekuwa na nia mbaya na taifa, ningelikuwa tayari nimeshafanya jambo baya. Lakini ni mtu ambaye ninang'ang'ania kuwasaidia watu. Umeona, kwa sababu nayaona vile yale mambo yanavyokwenda. Kwa hiyo ni kwamba hasara tunayopata ni hiyo. Lakini kingine pia ushawishi wa kirushwa umekuwa mkubwa sana. Umeona. Na nilisahau kukwambia pia kitu kingine ambacho kinakufanya kilichonifanya mimi pia msukumo mwingine ambao umenifanya
nitoke kwenye siasa za vyama. Umeona? Hiyo nao ni mojawapo. Mtu anatoka kwenye chama chake. Umeona? Anataka wewe bwana ndio mwenye nguvu, umeona, kwenye hili nani jimbo. Hebu washawishi hata wenzako kule bwana waje huku wafanye nini. Sio lazima wewe unaweza kaja hata mwishoni, lakini waje. Yaani anataka kutumie wewe wauze watu. Umeona? Lakini kwa sasa bora niwe nje ili nisiingie kwenye kesi ya kule, kwa sababu mimi toka nikiwa na miaka kama 25 nafanya kampeni, nilifanya chanjo ya rushwa. Lakini leo baada ya 25 years unakwenda kuuza watu wa Bagamoyo. Umeona? Unakwenda kufanya kama vile maisha yote uliyofanya vile, kumbe nimehangaika bure, ningejua ningeingia moja kwa moja. Kwa hiyo ina maana wacha nikomae. Kama kutakuwa na neema mbele itanikuta. Kama ikunikuta basi nakuwa sijapangiwa kufanya hivyo. Lakini vyama vyetu vya kisiasa, labda kauli hiyo inaweza kusaidia pale mwanzo. Namna ambavyo vinahudumia kata zao, majimbo yao, vinafanya watu washawishike na rushwa. Kwa hiyo kuna huduma fulani ambayo ukikosa tunajua umekosa. Kwamba bwana makao makuu haiwezi kuleta huduma huko, kwamba hakuna. Umeona? Lakini ukiona kuna sehemu nyingine inahudumiwa vizuri, huku haihudumiwi, inawafanya wale watu wa chini kule kutafuta namna nyingine ya kuishi. Umeona? Sasa kama ukiwa na moyo mwepesi, ndio maana nikasema sitaki kuja kubeba dhambi ya jimbo. Ngoja. Yaani unamaanisha pengine ruzuku ambayo inawezesha pengine ofisi za chama kwenda vizuri labda. Sisi hatujawahi kupata hiyo ruzuku ya chama toka mimi muda wote niliokaa pale namna ile. Na sijawahi kukataliwa. Itakuja. Subirini. Sasa lile jibu ukimjibu mtu wa chini unajua kwamba itakuja, subiri. Usimwambie utasubiri. Na ukimjibu mtu wa chini akusubiri, ujue wewe una deni. Kwa mnajiendeshaje? Tunajiendesha kwa fedha zetu za mfukoni. Umeona? Kwa hiyo unakuwa ni mhudumu wa chama. Umeona? Na Bagamoyo ulikuwa unasimamia kata ngapi? Kata 11. Kata 11. Na kote huko chama hakijawahi kupeleka pesa. Hatuna ofisi. Ofisi tuna kodi sisi. Hakuna. Tunalipa kwa pesa zetu. Lakini ofisi za kata za chama. Za chama. Umeona? Na jimbo? Jimbo pia. Umeona? Kwa maana hiyo ni kwamba ofisi, unamaanisha chama cha ACT ofisi ya jimbo la Bagamoyo hailipii pango? Ofisi ya chama mimi nilishapanga, nikalipa, nikafukuzwa, mwaka mmoja tukasaidiwa na chama, tukapanga tena. Umeona? Ilivyokwisha pesa, watu wa chini wa kawaida hawezi kuchangia. Umeona? Hawezi kuchangia. Mkawa hamna ofisi. Tukawa tuna ofisi. Sasa hii ofisi yangu binafsi ndio inatumika kama ofisi ya chama. Pamoja na kwamba sipo kwenye chama, lakini ofisi yangu ndio inatumika kwenye chama. Ofisi ya jimbo ya chama. Ndio ofisi yangu mimi hapa ndio inatumika. Kwa hayo mambo yamekufrustrate, yani ukaona kwa sababu kwanza kitu kimoja, unajua tunahudumia watu. Unaona? Sio chama. Tunahudumia watu. Watu wanapokuja uwezo kufukuza watu, unajua hao ndio unaishi nao, ndio mnaozika nao, ndio mnafanya nini unaishi nao. Umeona? Kwa hiyo inabidi waje na wasikilizwe na washauriwe. Umeona? Sasa chama kinatoa sababu, yani unadhani chama kina uwezo wa kufanikisha hilo, au ni kwamba hali ya kifedha kichama haipo vizuri, kwa hiyo maana kina nyinyi sio pekee mnaoathirika? Na uhakika kwamba chama kingalikuwa na pesa hiyo kingesaidia. Kwa hiyo wewe hudhani kwamba ni uamuzi wa makusudi? Yaani hudhani kwamba pesa ipo lakini hamtaki kupewa? Sidhani hivyo, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo unamuona kiongozi wa chama anatoa hela yake mfukoni na yeye anatoa bana, nyinyi bwana hebu sogezeni hili jambo. Kwa hiyo unagundua kwamba hapa ni chama, na hii ni tabia ya kiserikali na CCM kubania au kuzuia njia za mapato za chama. Hiyo ni kitu chama CCM lazima wakubali kwamba. Sasa unajua ukizungumza hivyo bado inarudi kwenye pale ni kama umeona hii si vita mimi naweza kupigana. Sasa kama nataka tu nimalizie kwamba CCM lazima kubali kwamba wamekubali mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo watu hata wakijitutumua ili waweze kuongoza vyama vyao
wawaache wajitutumue, na sio wazuie njia zao za sawa. Sasa bwana, umeondoka kwenye ACT na umesema kwamba sio ACT tu, ni siasa za vyama vyote. Kwa hiyo hapa huwezi kusema kwamba unaenda Chadema. Hapana. Au uenda Chama cha Mapinduzi? Hapana. Okay. Kwa hiyo sasa mapambano unaenda kupigania vipi sasa? Mimi napigana mapambano. Mimi kwanza naomba kitu ambacho kwa Tanzania wamejisaulisha. Unajua nchi hii wanamuziki na waimbaji na wasanii wamechangia ukombozi wa nchi. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo mimi naamini kabisa kwa kutumia sanaa zetu. Ingalikuwa sio baadhi ya wenzetu kutusaliti na kuwatumia na kutumika na utawala kurudisha nyuma mapambano, tungekuwa tumeshasogea sana. Na nikwambie serikali yoyote haiwezi kushika dola ikaiendesha vizuri bila kuwatumia wasanii. Watawatumia hata kwa hila. Umeona, ndio kitu kile ambacho kinatumika. Kwa hiyo mimi naamini kabisa sanaa hii ina nguvu. Na mimi naamini kabisa kutoka kwangu, imani yangu, kutoka kwangu kwenye siasa za vyama kunaweza kukasaidia pia vyama vile kunitumia mimi au kazi zangu. Sababu kazi zangu ziko free kwa mtu yote ambaye ana mlengo mzuri. Kuzitumia kuweza kufikisha ujumbe wao ili kuweza kuwafanya Watanzania wakatoka sehemu moja kwenda kwenye sehemu ya pili. Kwa hiyo ndo imani yangu mimi kubwa kwenye hiyo. Kwa hiyo mimi naingia kwenye mapambano moja kwa moja ya bila kuwa na fikra za uvyama, kwa sababu mimi fikra za uvyama zinaniuma sana. Kwamba yani mtu aweze akazungumza ukweli ambao anauona bila kusukumwa na chama chake, yani kwamba kuangalia chama chake. Yani wewe Alifa leo kama mimi nipo tofauti na chama na wewe, yani ukifa leo ukiuawa mimi siwezi kusema kama kifo kinashabihiana na kiongozi wa chama changu. Kwa hiyo mimi siwezi nitasema bwana amekufa tu kazi ya Mungu, bahati mbaya tu nini. Yani naficha hata kama ninaona. Sasa lazima tufikie ukweli, tuseme kwamba huu ni uhai wa mtu. Umeona? Haya ni maisha ya watu yani. Umeona? Yani kwa mfano juzi nilitengeneza video moja ambayo niliweka kwenye mtandao ambayo inaonyesha mtu anapigwa na askari vibaya sana. Rafiki yangu wa karibu kabisa ule nimeweka nikaimba sasa, afu wewe una hatari sana, ananiambia una hatari sana. Yani yule mtu mkorofi anapigana na askari afu unaweka unaimba hivyo. Yani yule mtu mkorofi anapigana na askari. Yani yeye kwa sababu ya itikadi ya chama chake kashamtia ukorofi yule mtu. Umeona? Sasa tupaswe tufike huko, tufike kwenye sehemu ambayo maji yaitwe maji. Umeona? Kwa sababu ndio ni maji. Inaweza ikafanya pia mtu akaguswa moyoni kwamba hata ndugu yangu ameniambia basi nimekosea kweli. Kweli tujenge nchi. Sawa. Vitali bwana, mimi nakushukuru sana. Tungeendelea hapa kuzungumza lakini najua una mambo mengine mengi, kwa hiyo lazima tuishie hapa kwa sasa. Ndio. Shukrani sana bwana. Mtazamaji wa The Chanzo, mpaka hapa ndio tumefikia tamati ya mazungumzo haya ambayo nilikuwa nafanya hapa na mwanamuziki na mwanaharakati bwana Vitali Maembe. Tumezungumza hapa mambo mengi kuhusiana na uamuzi wake wa kukikacha chama cha upinzani cha ACT Wazalendo, akitoa sababu zake mbalimbali. Lakini kama ambavyo umemsikia, sio tu chama cha ACT Wazalendo, lakini ni siasa zote za vyama vya siasa. Siasa za vyama amepigia mstari hilo neno, kwa sababu yeye amesema kwamba anafanya siasa lakini sio siasa za vyama. Tumezungumza pia kuhusiana na uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 ambapo Vitali amesema hatashiriki kwa namna yoyote, na amekubali kwamba hii kimaana msimamo wake unaendana na slogan ya Chadema ya no reform no election. Mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea samani, kuna kitu kimoja ambacho nilikiandika ni muhimu sana. Pia katika sababu zangu nilisema sina imani na msajili wa vyama. Niliandika ile, nikaisisitizia. Na kweli pamoja na hivyo umeona vituko ambavyo vimefanyika vya msajili wa vyama na ofisi yake. Hiyo ni kesi iko mahakamani sasa hivi, tusubirie itakavyoamuliwa mahakamani. Lakini nilizungumza kabla. Sawa. Basi ndio hivyo mtazamaji, mimi ambaye nilikuwa nakuendeshea mazungumzo haya ni Halifa Saidi.
Na kwa niaba ya mwenzangu aliye kwenye kamera Shafii Hamisi, tunakushukuru na kukutakia utazamaji mwema. Maudhui mengine tunazalisha yapate chanzo. Bwana, shukrani. Mambo ni mengi ya kuzungumza, lakini inabidi nikuruhusu. Bwana, mimi nashukuru sana bwana, nashukuru pia kwa fursa hii.